Kuua inawezekana na tuna uwezo wa kuua, lakini kama tutaua, nafikiri haitokuwa gharama ile tulokubaliana mara ya kwanza. Gharama itaongezeka. Uko tayari? Hakuna tatizo, niko tayari. Shika kibuyu. Shika kwa mkono wa kushoto. Taja hilo jina la mtu unayetaka kumuua na nuia kwa kifo anachohitaji kufa. Epifania. Kwa hiyo hapa alikuja kufanya nini? Yaani unajua huyu mdada hana akili. Kwa hiyo ushetani wake umemshinda kufanya huko nyumbani kwake, ameamua kuja hadi kwetu. Lengo lake lilikuwa nini? Ana hata jipya mdogo wangu. Kaja hapa wao wanatishia maisha. Mara mwambie mdogo wako akae mbali na familia yangu. Mara sijui hivi na hivi anajikuta nani? Anakuja kwenye ardhi yetu. Tena unitishia maisha mimi. Hivi anatujua vizuri? Anapata wapi confidence ya kuingia hapa na kuanza kututishia? Na hata hivyo, niliona ili swala mimi nalimudu. Sikutaka hata kukupa pressure mdogo wangu. Yes, kaamua kuianzisha. Sasa mimi nitalimaliza. Kimya kimya. Sasa mimi kukaa mbali na maisha yake, kwa nini aje kukutishia wewe asimtishie mimi? Alafu dada, mimi sitaki ujihusishe na haya mambo. Kwa sababu unajua kabisa Rebeka humuwezi. Yaani huwezi kushindana naye kwa chochote. Kwa hiyo, mimi naomba uniachie mimi. Wewe unadhani mimi napenda kuishi hivi? Ni kwa sababu tu nimeshaingia na siwezi kutoka. Unajua nakucheka nini? Kwa sababu bado ni mdogo. Mambo mengi huyajui. Alafu sasa hivi unapata wapi ujasiri wa kuongea mbele yangu hivyo mdogo wangu? Wewe mimi na utu uzima wangu huu mpaka nimefikia hapa, vingapi navijua? Vingapi nimeweza kuvizuia? Visikukute visinikute. Leo hii mimi aje kunitishia tu kirahisi. Kwani siku zote ninapokuambia nitafanya kitu, ulijua nimebweteka? Sijabweteka. Nitafanya kitu utarudi hapa nyumbani. Kwa nini unataka kuua? Yaani ni kwa nini unataka kumuua Happy? Sijachagua kukata mti. Nimeamua kung'oa mzizi na shingo. Sasa kama ni hivyo, kwa nini usimuue Mr. Icon? Tatizo sio Icon. Tatizo ni Happy. Hata kama nikisema nimroge Icon leo, ipo siku dawa zitaisha nguvu na atarudi vile vile kwa Happy. Kwa ni bora nimuue Happy ili nibaki na Icon wangu. Kingine, niliahidi niko tayari kufanya chochote kile, hata kama ni kwa kumwaga damu. Mtawa, hivi ushawahi kusikia mtu unayempenda akamwambia mtu mwingine kuwa anampenda, afu ukashindwa kufanya chochote?
hata akifufuka tena nitamuua, nitamuua tena na tena nitaua. Alafu mbona kama huko upande wangu, huko upande wa Happy? No, never. Why should I? Utarudi nyumbani? Ndio. Halo. Sawa, nakuja sasa hivi. Haya, na huyo nani? Meno yote 32 nje. Dada bwana, natoka mara moja, narudi sio muda mrefu. Ila mdogo wangu wewe uwe makini sana. Unajua nyendo zako sizielewi hizo. Aya, ila dada, uwe makini wewe. Mimi kiukweli sina amani kabisa kama huyo shetani ameshaanza kufika hapa. Na kuomba akija tu wewe nipigie simu, kwa sababu huwezi kujua amejipanga vipi au amekuja kufanya nini. Wala usijali. Ili swala nalimudu mwenyewe kama nilivyokuambia. Wewe usijali. Haya. Bye. Haya, bye. Natamani nikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea, mana binadamu wananiudhi, kila siku kwangu machozi, majonzi, furaha imeniondoka, natafuta japo amani, sioni, mbona imenitoweka, nikisema labda nilie sana. Umeniita alafu unaondoka? Umechelewa kidogo, maana mama anataka kuaga, anapata dharura kuelekea kijijini na kutaka kuondoka bila kuona. Kijijini? Kuna tatizo au? Hapana, hamna tatizo, ila kuna mtu amewasiliana naye na akamwambia kwamba aende kule kijijini, anaweza kumsaidia kumpata mtoto. Mimi ni mwanangu, japokuwa hajaniambia huyo mtu ni nani. Afadhali. Basi kama hivyo ni jambo la heri. Na vipi kuhusu wewe, umefikia wapi? Mimi bado napambania, ila sijapata chochote. Basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia niliongea na Mr. kuhusu lile swala lako. Akasema atalifanyia kazi. Japokuwa mimi kwa upande wangu naona kama ni bora tu ungekubali kuondoka pale. Maana sioni kama kuna kitu kingine kinakufanya uendelee kubaki pale. Okay, ni sawa. Mimi nakusikiza wewe. Utachoniambia chochote mimi nitafanya. Ndio maana nakupenda. Alafu pia mimi sasa hivi naenda kumchukua dogo shule. Si unajua tena ndo mida yenyewe. Ya, najua. Vipi? Nikusindikize? Hapana, nitaenda tu mwenyewe. Sawa. Haya, baadaye. Okay. Mmeelewana na mmekubaliana ili tuianze kazi tena upya. Kwa utaratibu wetu wa sheria na mizimu yetu, lazima aanze mwanaume. Ngoja aanze mwanaume na wewe utapata.
Ni hiyo anachotaka kuniuliza. Amechukuliwa na nani? Na wakati mimi ndo mtu niliyetakiwa kumfuata hapa. Hapana, mtoto hajachukuliwa hapa. Hivyo basi ungejaribu kuwasiliana na watu ambao wako nyumbani uweze kujua kama ashafika tayari. Ila mtoto hapa hajachukuliwa tayari. Asante. Karibu tena. Nilham hajaja hapa? Hapana, sijamuona. Kwani shule yupo? Mimi nimeenda mpaka shule lakini sijamkuta. Wamesema amechukuliwa. Maana mimi hapa nimekaa muda sana sijamuona. Umejaribu kumpigia babake? Babake hapatikani, lakini pia hana utaratibu wa kwenda kumfuata mtoto shule. Na kama angekuwa amemfuata ni lazima tu angesema. Na kinachonichanganya zaidi ni kwamba mtu aliyeenda kumchukua shule ni anajulikana. Ni mtu wa nyumbani kwetu. Ila mimi na wazo. Unaonaje kama tukirudi shule kwa mara nyingine tena tukapate maelezo zaidi? Sawa. Okay, twende. Natamani nikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea, mana binadamu wananiudhi, kila siku kwangu majonzi, furaha imeniondoka, natafuta japo. Mwalimu samahani, lakini ukweli ni kwamba nyumbani mtoto hayupo, na kwa inavyoonekana mtoto hajachukuliwa na mtu wa nyumbani kwetu. Alafu inawezekanaje unamruhusu mtu kumchukua mtoto na wakati haumfahamu? Hapana, ni mtu ambaye tunamfahamu na mara nyingi amekuwa akija hapa, hata niwe hamu anamwita mjomba. Kwa hiyo hatukuona sababu ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu ni mtu ambaye tunamfahamu. Mjomba? Si nyumbani kwetu mjomba hayupo. Yaani hilo neno mjomba ndo kwanza nalisikia kutoka kwako. Nyumbani nipo mimi, mama yake na baba yake. Na kama basi ingekuwa amekuja kuchukuliwa na huyo mjomba, angekuwa huyu.
Fumba, 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 fumba. Bwana samani, huyo mtu ambaye amekuja kumchukua mtoto yukoje? Ni mwembamba, ana ndevu nyingi kidogo, lakini pia ana rasta na kudondoka. Mwalimu, asante kwa taarifa. Epi, naomba utakule nyumbani. Mimi nitakuja na mtoto. Sasa kama unamjua ni bora twende wote. Kiukweli mimi siwezi kurudi nyumbani bila mtoto. Nadhani huyo mtu namfahamu. Ila kikubwa naomba uzingatie kitu kimoja tu. Hizi taarifa usimwambie mtu yoyote mpaka mimi nitakuja na mtoto. Mimi naona Mwalimu, samahani kwa usumbufu. Asante. Okay, sawa. Karibu tena. Mtawa, mtoto yuko wapi? Mtoto gani? Yaani hapo namzungumzia Niliam yuko wapi? Hivi kumbe naona uchungu na watoto. Hivi unakumbuka kama ulikataa mimba niga? Hizo taarifa umezipata wapi? Hakuna siri chini ya jua. Na ndio maana hata Mbaramwezi iko mawinguni, still inatuangaza. Mimi nadhani mimi ni kiumbe dhaifu sana. Tena mdogo, hata mwenyekiti sina. Sidhani kama naweza kukusaidia kuhusu swala la mtoto. Au unahisi hapa ni leba? Huenda mimi nina mimba hapa naweza nikakupatia mtoto. Ila kuna sehemu unaweza ukapeleka malalamiko yako ukasaidiwa. Unajua Tanzania ni nchi huru sana. Kwa hiyo unaweza ukaenda polisi, ukatoa maelezo, utampata mtoto. Lakini sio hapa. Alafu naona sasa hivi unapazoea sana hapa. Kama utatia tena miguu yako hapa, I swear to my God. Sepa. Unajua leo siwezi kupaza sauti yangu kwa sababu nina shida yako. Rebeka. Mtoto yuko wapi?
Natamani niikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea, mana binadamu wananiudhi kila siku, kwangu machozi majonzi, furaha imeniondoka, natafuta japo amani sioni, mbona imenitoweka, nikisema labda nilie sana, maumivu hayaniishi, mana nikisema nivumilie labda machungu hayazoeleki, ila moyo fumbo 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 Ndoto zangu kuwa na wewe, na hii ndiyo siri natunza ndani, amani kwangu kupendwa nawe, na nijilaze kwako begani, mana vitendo vyangu uoni, nisipokuona ndoto mbaya.